Kwa jina naitwa Hakim Daudi Mwita, ni mkuu wa kitengo cha uhusiano kutoka Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar. Moja kwa moja tukizungumzia kuhusiana na sekta nzima ya usafiri barabarani, hasa katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, pamoja na kuendelea au kufikia kipindi cha sherehe za sikukuu za Eid. Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani tumekutana na wadau wetu wa usafiri, ambapo ni jumuiya. Sisi wadau wetu wakubwa katika usafiri wa umma ni jumuiya za usafiri wa umma, ambapo zinatambulikana kisheria. Kwa hiyo tulikutana jinsi gani ya kuweza kujadiliana mawili matatu ambayo moja kwa moja yanaweza yakajenga mustakabali mzima wa sekta ya usafiri barabarani, pamoja na kuondoa changamoto mbalimbali ikiwemo changamoto za upakiaji uliokuwa mbovu katika vyombo vya usafiri wa umma, pia masuala mazima ambayo ya wanafunzi. Kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa experience kuna abiria wengi, ambapo wengine wanaenda makazini, wengine wanarudi makazini na mizunguko mingine ya kimaisha. Kwa ndugu zetu wadau, tumezidi kuwakumbushia majukumu yao ya kisheria kama chombo cha moto kinavyohitajika kile. Chombo cha usafiri wa umma, abiria ambaye anayepanda katika chombo kile wanatakiwa wawe katika level seat, usizidishi abiria. Maana licha kuwa kuna kipindi cha Ramadhani au kuna kipindi kingine cha kuelekea siku za Eid al-Fitr, lazima dereva au conductor upakie abiria ambapo wanahitajika katika chombo cha usafiri wa umma kama ilivyowekwa kisheria. Kama chombo kinatakiwa wapande abiria 22, basi pakiza abiria 22. Vile vile kama chombo chako kinatakiwa kipakie abiria 20, vile vile ndio unatakiwa masharti hayo yaweze kufuata kupitia sheria yetu. Miongoni mwa masuala mengine ambayo tumekumbushana na wadau ni kuhusiana na swala zima la upakizi wa wanafunzi. Kwa vile kipindi hiki kumekuwa kuna abiria wengi, ndugu zetu wanafunzi unakuta wanapata changamoto ya kuweza kuachwa vituoni. Kwa hiyo tumelikemea hilo swala, na Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani tumeandaa utaratibu maalum wa kuwatumia mabalozi wa usalama barabarani. Mabalozi hao wa usalama barabarani jukumu lao ni kuweza kusimamia usafiri wa umma vituoni pamoja na katika vyombo vya moto. Kwa mfano, kazi yao kubwa hawa watu wa mabalozi, chombo kitachovunja sheria ya usafiri barabarani wana jukumu wa kuturipotia na Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani ili tuweze kuchukua hatua za chombo, ikiwemo swala hilo la kuacha wanafunzi kituoni, uzalilishaji mbalimbali, watu kutofikishwa ruti. Tumewaweka hawa mpaka katika maeneo ya ruti mbalimbali. Kwa katika maeneo ambayo madereva wana tabia ya kutofikisha watu mwisho wa ruti, basi mabalozi hawa tumewaweka, lengo lao ni kuweza kufikishwa ruti kwa abiria ambao wanatumia vyombo vya usafiri wa umma. Vile vile masuala ya kuongeza nauli, kwa sababu kumekuwa kuna baadhi ya makondakta ambao sio wazalendo wanajaribu kuvunja sheria kwa kupitia kuwapandishia abiria nauli. Bila shaka tumesimamia, na tukiangalia tathmini kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, makosa ya barabarani yanakuwa yanaongezeka. Makosa ya barabarani hususan katika vyombo vya usafiri wa umma yanakuwa yanaongezeka. Lakini tunashukuru mpaka sasa kwa Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani hatujapata kesi ya kufungia chombo chochote ambacho kinatoa huduma ya usafiri wa umma. Kwa tunaamini kupitia elimu zetu na vikao vyetu ambavyo tunajaribu kufanya na wadau wetu, vinajenga na vimeleta tija katika kufanya hii sekta ya usafiri pamoja na usalama barabarani. Lakini vile vile kwa vile tunazungumzia sekta ya usafiri barabarani, nipende kuzungumzia kuhusiana na ufunguzi wa kituo kipya ambacho kinafanya kazi, kituo cha mabasi Kijangwani, ambapo tarehe 1 mwezi wa 3 2025 rasmi serikali imetoa tangazo la kuanza kutumika kwa kituo hichi. Kituo ambacho kinajumuisha au kinakutanisha ruti tofauti za njia tofauti, pamoja na kuwataka wananchi waweze kutumia kituo kile na kuviacha vituo vyote vile ambavyo vimeweza kufungiwa. Mfano, kuna kituo cha Kijangwani ambapo kiko mbele ya jengo la Posta, kituo hicho kimefungiwa. Pia kituo kilichokuwa katika maeneo ya kule ya Dr. Ali Mohamed Sheni, kituo kile hakitatumika, pamoja na kituo cha Pinda Mgongo kwa gari ambazo zinatokea ruti ya Shamba, gari zinatoa huduma ya usafiri wa umma zinatokea ruti ya njia ya Bububu, pamoja na kituo kilichokuwa mkabala na
pamoja na kituo cha kilikuwepo mkalabala na hospitali ya Mwembeladu au Mwembeladu Stand. Kwa maana vituo hivi tumeweka utaratibu kwamba gari zinazotumia vituo hivi zitakuwa zinatumia kituo cha Kijangwani. Na utaratibu hule gari inatakiwa ingie katika kituo cha Kijangwani pamoja na kurudia. Wakati inapoenda mjini kule kwenda kuzunguka Mnazi Mmoja, kwanza inatakiwa gari ipite katika kituo cha Kijangwani, na inaporudi kabla ya kuendelea njia yake ya kawaida inatakiwa irudie katika kituo cha Kijangwani. Kwa hiyo vituo vyote ambavyo vilivyozuiliwa, tunazidi kuwaomba ndugu zetu abiria pamoja na waendeshaji wa vyombo vya moto vya usafiri wa umma waweze kulifuata hilo agizo. Mamlaka ya usafiri na usalama barabarani haitaacha kumchukulia hatua mtu yeyote atakayeenda kinyume na agizo au tangazo lililotolewa na mamlaka ya usafiri na usalama barabarani, kwa sababu utaratibu huu umewekwa na serikali kwa lengo la kuweza kuondoa changamoto za usafiri wa barabarani, hususan kipindi hichi cha Ramadhani. Tumekuwa wengi mashuhuda katika maeneo ya Tumbo la Pili, maeneo ya kituo kituo kilichopo Michezani Mall, pana gari na msongamano wa gari nyingi sana unakuwepo pale, hususan wakati wa jioni au asubuhi, hali ambayo inafanya watumizi wengine wa barabara kuweza kupata changamoto wakati wanapotaka kutumia zile njia. Mwisho wa siku mazingira yale yanapelekea ajali za barabarani. Kwa hiyo kutumika kwa kituo hichi, mamlaka imeweka taratibu maalum wa kuweza kuvitumia vituo hivi. Taratibu wa sasa, vituo hivi vitakuwa vinatumika kwa ajili ya kushusha pamoja na kupakia abiria pale tu abiria pengine anahitajika kushuka kwa muda ule, au abiria umemuona katika sehemu ile unahitaji kumpakia. Lakini si kuweka time kitaalamu, yani kukaa pale zaidi ya dakika 5, zaidi ya dakika 10, kukaa katika vituo vile kuweza kusubiri abiria. Utaratibu ule umeondoshwa. Utaratibu huo utatumika kupitia kituo hicho ambacho nimezungumzia, kituo cha Kijangwani. Kwa ndugu abiria, pata masharti pamoja na wewe mmiliki pamoja na dereva wa chombo cha moto. Ushindwa kufanya hivyo, mamlaka ya usafiri na usalama barabarani ikikutia hatiani, umekaa unasubiri kupakia abiria katika vituo ambavyo tumevitangaza haviruhusiwi kupakia abiria, bila shaka faini yako itakuwa ni 3,500, au gari hiyo tunaweza tukaifungia kuanzia mwezi mmoja na kuendelea, au adhabu zote mbili kwa pamoja. Kwa haya masharti yaliyowekwa ni masharti muhimu na yamewekwa kwa lengo la kuondoa changamoto za usalama barabarani kama nilivyoweza kuzungumza, na si menginevyo kama baadhi ya wananchi ambao wanatafsiri kivingine. Kwa lazima tufuate sheria za usalama barabarani ili tuweze kuepuka changamoto mbalimbali katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na vipindi vingine, kwa sababu usalama barabarani ni swala ambalo linahitajika kila siku. Lazima tuzifuatie hizi sheria na tuatie haya maongozo tunayopewa ili kuweza kutokana na hizo changamoto. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.